kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawma fa innahu li, isipokuwa saum katika amali za mwanadamu, isipokuwa saum, fa innahu li, kwani hakika hiyo saumu ni yangu, wa ana ajzi bih, na mimi ndiye mlipaji wake. Wametofautiana kutaja maana hii ahlul ilm baina ya waliosema maana na muradi wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa saumu, kwa kuwa saumu ni yangu mimi. Wanasema haijawahi kutokea, wala vitabu vya historia havijawahi kuandika kwamba ibada ya saumu, mbali na ushirikina uliokuwepo, watu wakimchinjia asiyekuwa Allah, watu wakimsujudia asiyekuwa Allah, watu wakirukuu kwa asiyekuwa Allah, haijawahi kutokea akaabudiwa asiyekuwa Allah kwa kufungiwa saumu. Ndiyo maana isipokuwa saumu, saumu ni yangu. Hawajamshirikisha Allah katika saumu wakawafungia waungu wao mithili ya wanapofunga Waislamu kumfungia Allah subhanahu wa ta'ala. Hili limetajwa na wakasema wengine katika ahlul ilm, illa sauma fa innahu li, isipokuwa saumu, kwani saumu ni yangu mimi. Wanasema anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Waislamu walipokuwa wamedhulumiana wao kwa wao huku duniani, siku ya kiyama ikifika watalipiziwa visasi, watalipiziwa visasi. Litachukuliwa jema lako, apewe uliyemdhulumu, apewe uliyemsengenya, apewe yule ambaye ulimpiga. Zitachukuliwa thawabu za amal, lakini hazitochukuliwa thawabu za saum. Allah anasema isipokuwa saum, saumu ni yangu, wa ana ajzi bih. Haya yamesemwa na ahlul ilm, na wako waliosema kwamba maana ya illa sauma fa innahu li, kwamba malaika wa Allah, waandishi wa matendo yetu, wanaandika amali zetu na hutoa thawabu, isipokuwa saum. Saum hawaandiki kitu, saum yaandikwa na Allah, saum ni la Allah, makadirio ya thawabu za saum ni ya Allah. Illa sauma fa innahu li, isipokuwa saum, saumu ni yangu, wa ana ajzi bih, na mimi ndiye ninayelipa juu ya saum.